Mpendwa wangu ambaye unajiandaa kwa kurudi kwa Yesu, ambaye unajiandaa kwa vita kuu iliyo mbele yetu, kuna jambo ambalo limeonekana na limetendeka ambalo ni la maana sana na muhimu sana katika matukio ya nyakati hizi za mwisho, yanayoonyesha ya kwamba wakati ambapo tumefika ni wakati wa vita kuu, ile ambayo shetani amepanga mikakati yake, ameweka mikakati yake, amepanga mambo mpaka anataka kushambulia ama kufanya mashambulizi katika kanisa la masalio la Mungu. Hili kundi ambalo limejiandaa kuleta ibada ya lazima ya Jumapili katika nchi ya Marekani, hakika ni kwamba kumbe hii miradi wanaiendeleza kwa mbio sana. Mtu wa Mungu na kuomba ya kwamba jihoji sana na ujitayarishe sana, ujiandae usije ukakutwa kwamba uko nje. Una bahati sana kwa sababu ninakuletea haya mambo na kukufunulia ili uweze kuelewa tumefika wapi. Na kwamba hizi ripoti nakuletea ni za awali, lakini tukio lenyewe likitokea, tukio la kuwalazimisha watu kuabudu kulingana na itakavyo serikali na sio jinsi atakavyo Mungu, hili tukio likionekana ama likisikika ama likipitishwa rasmi, itamaanisha ya kwamba kazi ya Mungu kwa kanisa la Wasabato limeisha, na kwamba Mungu atafungua milango kwa makanisa ya nje na ulimwengu kwa ujumla. Kwa hivyo hii ripoti na kuletea ni ya muhimu sana ili uweze kujiandaa na pia uweze kuwataarifu wenzako nao wajiandae wasije wakapatikana nje. Katika hii channel yetu nimekuletea mambo mengi ambayo sitaki kurudia. Ndio maana unaona leo nakuletea ripoti fupi, kwa sababu maongezi mengi hakika ni kwamba nimeyafanya. Mambo mengi nimekufunulia kwa hii channel. Na labda kama we ni mgeni ambaye haujatazama mafundisho mengine ya mafunuo ya ajabu ambayo yako kwa hii channel yetu, ninakuwekea link hapa chini uweze kuona. Ukikliki hapo kwa hii link ambayo nakuwekea kwa description box na pia kwa comment na niipini, itakuelekeza kwa mafundisho yote yale ambayo nimewahi kukuletea. Na Roho akikuongoza utasame somo lolote, we tasama lile ambalo utasikia Roho anakunenea ya kwamba sikiliza hili. Lengo langu ni kwamba mpendo wa Mungu ujue tumefika wapi, ni nini kinakuja, ili uweze kujiandaa. Kuna hii ripoti ambayo imeonekana tarehe 22 ya mwezi huu wa 10. Ni katika nchi ya Marekani. Ile idara inayoitwa Department of Labor, idara ya labor ama idara ya wafanyakazi wote Marekani, ni idara sio ya kibinafsi, bali ni idara ya serikali kuu ya Marekani. Nilikuonyesha kwa somo lililopita ya kwamba huyu jamaa aliyekuwa anaitwa Jonathan Berry, ambaye ndiye mwanasheria mkuu aliyeteuliwa kwenye idara ya labor, ameidhinishwa aanze kazi. Na ni kama wameanza kazi, na Mungu mwema ni kwamba anatufunulia ya kwamba hii siri imeanza, tuweze kujiandaa. Hii ripoti imewekwa kwenye mtandao wa idara ya labor, idara ya wafanyikazi. Ni ripoti gani hii? Ni ripoti inayothibitisha ya kwamba hakuna jambo litakalofanyika kabla Mungu hajawafunulia watoto wake wajue ni nini kinaendelea, ndipo watarajie ni nini kinakuja. Kwenye hii ripoti ya idara ya labor ambayo inaonekana ndio imejitolea kuleta sheria ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kumbuka ya kwamba mikakati ya sheria ya Jumapili Marekani imeendelea sana kwa mwaka huu. Na tangu lile jimbo la Utah lilipopitisha ile sheria ya kwanza, kuna mambo yanayoendelea kwenye majimbo na kwenye serikali, na mambo mengi ambayo kumbe tutashtukia ya kwamba hili jambo linakuja kwa mbio ya ajabu na ya hakika. Hii ripoti ya idara ya labor imewekwa kwenye mtandao ama kwa website ya idara ya labor, Department of Labor katika nchi ya Marekani. Kumbuka hii ni ripoti rasmi ya idara ya labor. Nimetoa kwenye X yao ama mtandao wao wa X, ile iliyokuwa inaitwa Twitter zamani. Hapo ndipo wameweka hii taarifa. Hii taarifa inasemaje? Nimeenda mpaka huko, nimeingia mpaka ndani ya ile post yao kwenye mtandao wao, na ndio hii. Unaona kwamba inasema ni idara ya labor ya Marekani. Idara ambayo imejitolea kuboresha utendakazi ama hali ya mazingira ya watendakazi katika nchi ya Marekani. Unaona inasema ya kwamba hii idara imejitolea kuwahudumia wa Marekani mpaka watimize njozi yao ya maisha bora, maisha ya furaha na ya kuridhisha katika idara ya labor ama kwa watendakazi, wafanyakazi wa Marekani.
hii posti ambayo wameiweka tarehe 22 ya mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025 inasema ya kwamba hii idara imejitolea kutimiza ndoto ya Marekani. Hii njozi, ndoto, American Dream, njozi ama ndoto ya Marekani wanataka kuitimiza. Na anasema ya kwamba wanapigania, ni jambo ambalo linastahili kulipigania. They are fighting for it. Wanalipigania, na wanasema ya kwamba ni jambo ambalo sio rahisi vile, lakini wanalipigania mpaka walitimize, ndipo hii njozi itimie. Njozi ni gani? Njozi ya kwamba every Sunday morning, kila asubuhi ya Jumapili ama kila Jumapili asubuhi, kila mfanyikazi Marekani aweze kupatikana wapi? Aweze kupatikana kanisani na familia yake. Mtendakazi wa Marekani na familia yake waweze kuingia kanisani every Sunday morning. Ni njozi ambayo inafaa kuipigania mpaka itimie. So wanasema they are fighting for it. Wanaipigania ili watendakazi wawe ndani ya kanisa kila Jumapili asubuhi. Mpendwa wa Bwana, unaona ya kwamba watu wanashabikia hilo jambo sana, na hakika ni kwamba hii posti ambayo wameiweka, kumbuka ya kwamba ni idara ya serikali, idara ya labor, Department of Labor nchini Marekani. Ni nini hiki wanatangaza? Wanatangaza ya kwamba wamekuwa wakipigania kwamba wafanyikazi wapate siku ambayo ni ya kutoenda kazini ya Jumapili, a synchronized day of rest, siku moja ya ibada, siku moja ya kupumzika kwa watu wote wanaofanya kazi katika nchi ya Marekani. Na kulingana na Ufunuo 13 ni kwamba hii ibada inaanzia katika nchi ya Marekani. Na unaona sasa wanasema wakati umefika ambapo hili jambo linaonekana kutimizwa. Kwa hivyo hii sio bahati nasibu. Haya ni mambo ambayo wanaendelea kuyatekeleza. Mpendwa wa Bwana, issue ya kuwalazimisha watu kufunga kazi zote katika nchi ya Marekani siku ya Jumapili kulingana na Ufunuo 13, wakati huo ndio huu tumeingia na unaendelea, na hili jambo ni la hakika. Mpendwa wa Bwana, wametangaza rasmi ya kwamba hii njozi inaenda kutimizwa. Kila Jumapili asubuhi watu wapatikane makanisani. Wewe mpendwa wa Bwana, umejiandaa kiasi gani? Ama umerudi kulala? Usilale. Ukilala tutakuamsha saa 6 ya usiku, wakati ule ambapo bwana harusi amekuja, ameingia, na utaenda nje kwenda kutafuta mafuta, na hilo sitaki likupate. Je, we ni Mkristo wa aina gani? Yesu anataka Wakristo wa aina gani waweze kusimama katika kipindi hiki cha mwisho, katika hii vita kuu ijayo? Ni wale ambao mioyo yao yote na maisha yao yote wamekabidhi mikononi mwa Mungu, wanamtafuta Yesu usiku na mchana, wako na yeye sako kwa pako, watu ambao hakika katika mambo yao yote ni Ukristo wa Kristo peke yao ndio walio nao. Ndio hili ambalo wanasisitiza katika kitabu cha Mathayo 22 na mstari wa 37. Yesu anahakikisha akisema, Yesu akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Na kuomba ujihoji mpendwa wa Bwana kwamba wewe ndiye Mkristo ambaye ameelezewa kwa hili fungu ambalo tumelisoma. Mkristo wa aina gani? Ambaye Yesu ana moyo wake wote, nguvu zake zote, akili zake zote, kila kitu chake chote, muda wake wote, kila kitu chake chote kiko mikononi mwa Yesu. Wewe ni Mkristo wa aina hiyo, na hakika ni kwamba kama wewe ni Mkristo wa aina hiyo, wewe ndio Mkristo peke yake ambaye atasimama katika kipindi hiki cha mwisho. Haijalishi jana umeishi maisha gani, lakini leo hii natoa wito kwako ya kwamba neno linasema ya kwamba tuna mtetezi mbele za Mungu, ana advocate anayetupigania mbele za Mungu ikiwa tumetenda dhambi. Na kualika ya kwamba jihoji, wewe ni Mkristo wa aina hii ambaye amejitayarisha kwa hii vita ijayo, maana hili jambo ni la hakika na linakuja. Tumehakikishiwa, tumefunuliwa siri, mambo yote yanayoendelea duniani. Ukiangalia uone haya mambo ambayo wengine wanashangaa, mambo ya fedha za kidijitali, mambo ya vitambulisho vya
kidijitali yameonekana duniani pote, hata katika taifa letu la Kenya. Haya mambo yanaendelea na yatazidi, na duniani pote yanazidi. Mikakati wameweka, wako tayari. Hili jambo litalipuka wakati wowote. Wanaenda kwa mbio yao. Sisi ni kukesha na kuomba na kufanya kazi. Hilo ndilo roho ya unabii inaita a Christian's watchword, ya kwamba tunakesha tukingoja na kufanya kazi tukiomba. Bwana akubariki ili ujitayarishe na uwatayarishe wenzako. Hii video iwekee like yako, wasambazie wenzako, na kama haujaona hayo mafunzo mengine yatasame kwenye hii channel yetu. Bwana akubariki, jitayarishe sana. Sitaki ubaki nje, hasa wale waliorudi nyuma. Natoa wito, jihoji, rudi. Usije ukapata hasara ya kwamba ulikuwa unajua hii taarifa, ulikuwa Mkristo, ukajua haya mambo ambayo watu wengine hata hawajui, wakiyasikia tu wanayashikia na kurudi miguuni pa Yesu, ili wewe uje kufungiwa nje. Hapana ndugu yangu, njoo tuungane pamoja. Ikiwa ulikuwa umeasi, umerudi nyuma, rudi kwa Yesu kabla mlango haujafungwa. Hatutaweza kuisita kwa safari.